Yes, bwana, siku zote mahusiano yanakuwa mazuri na matamu zaidi wakipendana watu wawili tu. Lakini akiongezeka mwingine, mahusiano hayo huikosa amani kabisa. Na mwisho wa siku watu hawa waliopendana huja kuachana kwa maumivu makubwa sana. Yes, karibu tena ZD Media, sehemu pekee ambayo unapata habari za kiburudani na story kali zinazozidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Kama bado hujajiunga na sisi, hujakosea na hujachelewa kabisa. Fanya kusubscribe channel yetu, gusa maandishi mekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe na kisha turn on notification. Yani gusa alama ya kengele ambayo itajitokeza hapo. Utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na story kali zinazozidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Sasa twende kwenye story ya siku ya leo. Leo bwana, kuna vingi ambavyo vimetrend kwenye mitandao ya kijamii. Mengine sitaki kuyaongea kwa sababu kuna watu ambao wameweza kufanya vizuri leo, kwa hivyo wanafuraha sana. Lakini kwenye upande mwingine, Haji Manara pamoja na mke wake Zailisa wameweza kutupiana maneno kwenye mitandao ya kijamii. Nitakusomea vitu ambavyo wameweza kuviandika wawili hao, kila mmoja kwa wakati wake, na kila mmoja ameweza kuzungumza mabaya ya mwenzake kwenye mitandao ya kijamii. Wakati wameoana ilikuwa ni furaha, lakini tulikuwa tujui kitu gani ambacho kinaendelea ndani ya ndoa hii ambayo ilifungwa kwa furaha na kila mmoja akiwa anaenjoy kuwa na mwenzake, lakini kumbe ndani yake kulikuwa na vitu vingi ambavyo vinaendelea. Anaandika Zailisa akisema hivi: mtu mzima ovyo wewe, mshenzi mkubwa. Imetosha sasa, nimechoka kupretendi. Sasa acha tuvuane nguo kama ulivyozoea. Mtoto dada yangu amekuja kukaa likizo kwa mapenzi na muda wake wa kuondoka ulivyofika ulimzuia, kumbe uliamua kumtongoza. Shame on you. Yani ulikuwa unawalala na dada wa kazi, ukaamua pia uanze kumshika binti mdogo mwenye miaka chini ya 18. Sasa raundi hii umegusa pabaya. Lakini pia akaandika akasema, umezoea kulala na house girl, sasa unaona uhamie kwa binti yangu. Unamtumia mtoto 50,000 vyako akiwa shule ili umlaghai. Kwa taarifa yako, tuna ushahidi wote na dereva wako pia anajua kila kitu, na tumeambiwa na hatukukalia kimya. Kila nikiomba talaka yangu hata kunipa hutaki. Jinamizi wewe, unagombana na mimi, unamwambia kijana wako arekodi, kisha unaongea vya uongo. Unanitishia kunipeleka kwa Mange ili unidhalilishe. Sasa raundi hii sicheki na kima. Kuna wale ambao wanasema sicheki na wowote. Sasa anasema ushazoea kudhalilishana, nitakupa unachostahili. Hii ameiandika Zailisa kwenye peji yake ya Instagram na kuiposti. Lakini pia baada ya kuiposti alimtagi Mange Kimambi na kumwambia hivi: naona uletewa taarifa za uongo kwa lengo la kunichafua. The time is now. Nitafute mwenyewe nikupe za ukweli. Hata interview round hii ukitaka nitafanya. Ni moja kati ya kitu ambacho Zailisa amekiandika. Anasema nitafanya nitoe maovu na uchafu wa huyu baba. Akamtagi Haji Manara. Lakini pia akasema this time umeakanyaga. Naona unaposti vitasa vyako vya kunidhalilisha. Sasa sitakaa tena kimya. Umeona nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na house girl na kutongoza mtoto wa miaka 17 wa damu yangu. Umeenda kuzua mimi na nyanyasa mtoto wako. Mimi like serious? Wanaonijua wanajua mimi ni mtu aina gani. Kila mtu atakushangaa. Ni ujumbe ambao aliuandika Zailisa. Lakini pia baadaye akaposti posti ambayo inaonyesha wakiwa na chat WhatsApp na kuandika kwamba unazua na huyu mpuuzi wako unaishi naye asiye na hisani kama wewe. Hii ni ujumbe ambao ameandika akisema huna chochote cha kunifanya Zai. Yani ameandika Haji Manara anasema huna chochote cha kunifanya Zai. Unadhani mimi ni mjinga? Kila matosi yako yote yatafika kila mahali na kila sehemu.
na kama ulijua utanisingizia jambo la kutunga imekula kwako. Wewe umekuja kwangu hata nguo huna, unavaa vipedo, na hata passport wala NIDA huna. Nimemtoa mtoto wa shule ya Kanumba na nimempeleka shule bora Lengo, leo unanitusi na kusema kwamba mimi CD. Sidindi. Ni moja kati ya vitu ambavyo ameposti Zailisa kwenye page yake ya Instagram. Lakini pia akamuona kwamba Haji Manara sio mtu wa maana, kwa sababu kwa nini aandike vitu kama hivyo, na ni kitu ambacho labda wangeweza kuongea kwa pamoja. Lakini inaonyesha kwamba Zailisa alitaka talaka muda mrefu, na anasema kwamba alivumilia vitu vingi sana kwenye hiyo ndoa, lakini mwisho wa siku Haji Manara hakuweza kutoa talaka kama jinsi ambavyo Zailisa aliweza kusema. Lakini pia Zailisa anasema kwamba aliweza kuondoka kakaa wiki nzima nje. Kabla ya kuzungumzia hiyo story, ngoja nikusomee story pia ambayo Haji Manara ameweza kuizungumza. Anasema kwamba mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu. Unamnyanyasa mwanangu hata chakula, alafu ulitaka niendelee kuishi na wewe ndani kwangu. Mwanangu akumzaa umemnyima hadi chakula. Yote naweza kusamehe, ila kwa mwanangu na familia yangu big no, siwezi kustahimili. Mange unadhani hana akili, ni baada kukulipua unataka kuhuruma kwake. Acha roho mbaya wewe mwanamke. Ni kitu ambacho amekiandika Haji Manara kwamba Zailisa amekuwa akinyanyasa watu ambao wanaishi nao, yani watoto Haji Manara, lakini pia hawaheshimu hata wazazi wake. Kitu kinachoonyesha kabisa kwamba Haji Manara amechoka swala hilo, kwa hivyo akaamua kuachana na Zailisa kwenye mitandao ya kijamii, japokuwa talaka bado hajaitoa. Lakini Zailisa baada ya kuona ujumbe ambao Haji Manara ameuandika, naye akaposti akasema kwamba mbona umereply alafu umeniblock kiongozi? Chakula kipi labda unachozungumzia hiki kinachobaki na kusaza na kugaragara mpaka na wapa paka? We mtu mzima kisoda kweli. Nani anataka kukaa kwako sasa? Sio mimi niloondoka wiki nzima, umesahau? Talaka nilianza kuitaka leo, nimekaa mwaka mzima kwa mbinde na fosi. Mambo ni makubwa na mambo ni mengi sana. Zailisa ameamua kufunguka yale ambao muoni mwake alikuwa anahitaji kuwazungumza siku zote, lakini pia amempa nafasi kubwa sana Mange Kimambi kwamba kama itahitaji kuzungumza naye mahojiano hata ya live, basi yuko tayari kutoa ya moyoni kwa ajili ya kumzungumzia yale ambayo Haji Manara amekuwa akiyafanya. Sasa ni kitu ambacho kimeweza kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja kuweza kuyazungumzia haya, akisema kwamba mbona wameamua kuzalishana kwenye mitandao ya kijamii wakati huenda wangeamaliza wenyewe. Lakini katika ujumbe za Zailisa inaonyesha kwamba alitamani sana kuachana na Haji Manara zamani sana. Mwaka mzima aliokaa naye, anasema kwamba amekaa naye kwa mbinde sana. Ijapokuwa alivumilia hayo yote, lakini Haji Manara bado aliendelea na tabia yake mbaya kuweza kutumia watu, hasa Usigeli pamoja na huyo mtoto wake ambao ni damu yake. Aliweza pia kumlaghai kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kumtumia, lakini mwisho wa siku akagundua kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Kwa hivyo Haji Manara alifanya hivyo, lakini pia Zailisa inaonyesha kwamba hakupendezwa na jambo ambalo Haji Manara amelifanya, na mpaka limefika mitandaoni. Ina maana wao wawili walishindwa kuyasuluhisha huko nyumbani, wakaamua kuyaleta mitandaoni. Ni kitu ambacho kimetrendi sana katika mitandao ya kijamii na kila mmoja ameweza kuzungumzia hayo, na komenti za mashabiki wengi wanasema kwamba hakutegemea kuliona hili, kwa sababu wanaamini mahusiano haya yamekuwa bora zaidi wakati wakiyaona kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kumbe nyuma ya pazia, yani behind, kulikuwa na vitu vingi ambavyo vinaendelea. Kwa hivyo watu wengi walikuwa wafahamu. Ni kweli kwenye mahusiano kuna vitu vingi ambavyo watu wengi wanapitia. Mnaweza kuona wana furaha, wana amani, lakini kumbe kuna mengi ambayo wanapitia ambao labda mkiyajua mnaweza mkaamini kabisa kweli hamna mahusiano kabisa au hamna amani kwenye ndoa. Watu wengi wanaoishi kwenye ndoa huwa wanavumilia vitu vingi sana, lakini ukiona mpaka mtu ameyatoa nje, ina maana yamekuwa ni makubwa na ameshindwa kuyavumilia. Kuna posti moja hapa, comment moja ambayo amecomment Mama Chanja, akasema kwamba mimi natafuta wa kuzaa naye tu, kila mtu akae ghetto kwake, ndoa hapana. Hiyo ni baada ya kushuhudia kile ambacho Zailisa amekizungumza na wale ambao bado wanazidi kuyazungumzia kuhusiana na Haji
Manara. Bwana, katika hilo una maoni gani mpenzi mtazamaji wa ZD Media? Kwa habari nyingi na story nyingi usisite kusubscribe. Kama ni mgeni fanya hivyo, lakini kama ni mwenyeji, asante sana kwa support, umetisha ile kinoma noma. Endelea kusupport harakati, lakini pia usisahau kushare kwa wengine ili nao zidi kujoin, tuweze kulisogeza hili gurudumu. Endelea kusupport harakati hizi na kila kitu kitakaa sawa. Asante sana kwa kutazama ZD Media na asante sana kwa kuifuatilia ZD Media.